Uhali gani mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Lela Media, naamini uko safi, uko salama. Bwana, tunaendelea na sinema ambalo linaendelea mahakamani jijini Dar es Salaam, ambapo kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa maana ya Chadema, Tundu Antipas Lissu, ikiendelea kunguruma kwenye mahakama hiyo. Sasa sinema yetu leo inatupeleka na inasema kwamba Lissu awaambia live mahakimu kwamba yupo tayari kuzungumza ya Oktoba 29, ili hali tu kama watakuwa tayari kuyasikiliza yale ambayo atayasema yeye. Sasa taarifa inasema Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam inatarajiwa kutoa uamuzi wa kama ni sahihi ama la kupokelewa kwa notice ya ushahidi wa ziada kwenye ushahidi wa shahidi wa 26 katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, ambaye huyo ni ACP Amini Mahamba. Shauri hilo linalosikilizwa na jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru leo Februari 23 ya mwaka huu 2026, mara baada ya shauri kuanza upande wa jamhuri kupitia wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga alieleza mahakama kuwa anataka kuwasilisha notice ya ushahidi wa ziada ya shahidi ambaye ni askari mpelelezi ACP Amini Mahamba, ambaye alikuwa mpelelezi kiongozi wa matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025. Wakili Katuga alisoma maelezo ya notice hiyo akieleza kuwa mnamo Februari 18, 2026, kwa mujibu wa mtandao wa refile notice ya kuongeza ushahidi kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 mapitio ya 2023, ambapo pia waliambatanisha na kiini cha ushahidi huo. Katuga alieleza mahakama kuwa notice hiyo ni ushahidi wa nyongeza wa shahidi aitwaye ACP Amini Mahamba, na ushahidi huo haukuwekwa na kusomwa wakati shauri likisomwa mwenendo kabidhi au wanaita commento proceedings. Katuga alieleza mahakama kuwa ACP Amin Mahamba ndiye aliyekuwa kiongozi wa timu ya upelelezi wa matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi huo, na kile alichokipata kutokana na upelelezi ndicho kilichopo kwenye kiini cha nyongeza cha ushahidi wake. Lakini Lissu alieleza mahakama kuwa kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, maelezo ya ushahidi katika wakati yanasomwa kwenye mahakama na kukabidhi ndiyo yaliyopokelewa na si kuongezwa kwa ushahidi kwa ushahidi wa shahidi ambaye alishatoa ushahidi wake. Lissu aliendelea kuieleza mahakama kuwa si sahihi kupokea ushahidi huo pia, kwani unazungumzia matukio yaliyotokea Oktoba 29 na baada yake hali ya kuwa yeye makosa aliyoshtakiwa nayo yalitokea
April 3, 2025. Akakamatwa April 9 na kushtakiwa April 10, na kuanzia hapo amekuwa akishikiliwa gerezani. Lissu alianza kwa kusema ni ushahidi wa mtu aliyefanya upelelezi wa matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, na siku zilizofuata mimi tayari nilikuwa mahabusu kwa takribani miezi 6.5. Mimi nimekuwa nguvuni tangu April 9, 2026. Januari tangu April 9, 2025. Jamhuri inataka kuleta mambo ambayo hayapo kwenye hati ya mashtaka, kwa kuwa jamhuri inataka kuleta ushahidi wa matukio ya uchaguzi mkuu, wakitaka kuthibitisha malalamiko ya April 3, 2025. Aidha, Lissu alieleza mahakama kuwa pamoja na kwamba hakubaliani na notisi hiyo, lakini pia yupo tayari kuzungumzia yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi. Akaanza kwa kusema, namnukuu, nipo tayari kujadili ya Oktoba 29. Watayaweza? Oktoba kulikuwa kuna mauaji ya halaiki na ni magumu, alimaliza kwa kusema Lissu, huku akiomba mahakama kuikataa notice hiyo. Lakini upande wa jamhuri kupitia kwa wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga alizijibu hoja za Lissu, wakiendelea kusisitiza juu ya uhalali wa kuwasilisha notice hiyo na kwamba haubadili hati ya mashtaka kama ambavyo Lissu amedai. Baada ya ubishani wa hoja za pande zote, mahakama imesema kesho, kwa maana ya tarehe 24 saa 3 asubuhi itatoa uamuzi wa juu ya kupokelewa kwa notice hiyo, na kisha ushahidi utaendelea. So hizo ndo vimbwanga, tunaweza tukasema hivyo ndo vimbwanga ambavyo vinaendelea mahakamani kwa kile ambacho kinaendelea kwenye kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini nilitaka kuangalia maoni ya watu wengine wanasemaje juu ya hili ambalo limeibuka leo hii. Kuna huyu wa kwanza, yeye anaitwa Rahma Rajabu. Yeye anasema huyu mfungwa anatafuta umaarufu mahakamani, ana misifa vibaya mno. Lakini huyu mwingine anaitwa George Songo, yeye anasema wanatia aibu, kila mtu anajua nani yupi sahihi, tuendelee tutafika. Lakini mwingine anaitwa Mboje Masanja Selemani, yeye anasema hakika Tanzania tunajivunia Mungu kutupa kiumbe cha ajabu na haijawahi kutokea Afrika. Lissu mwamba ambaye haubomoleki, mwamba ambao haubomoleki. Je, kama si Mungu risasi zilielea majini? Je, na hawa mawakili wa jamhuri na walio watuma watatoka, na kama watalaimisha watafika, au safari yao itakomea pale pale. Huyu mwingine anaitwa Mustafa Hija, yeye anasema amini nchi haipinduliwi, anayepinduliwa kiongozi wa nchi. Aroisi mawakili kuweka kwao kwa sababu kunatokana na upande wa mashahidi juu ya ushahidi wanaotoa, na wamekutana na mshtakiwa ni nguli mwanasheria aliyebobea kwenye sheria, wanakoga maswali ambayo majibu wanayotoa mahakamani yatakuwa yananyoka. Maafande walikuwa kesi hii ni nyembamba, wamejipenyeza kwenye ushahidi, kumbe wamejiingiza chini ya tairi. Lakini wa mwisho yeye huyu anaitwa Salum Jiroto Daudi, yeye akasema imalizie kwanza hiyo kesi mheshimiwa, alafu ndo udiri na Oktoba
29. So hicho ndo kinachoendelea mahakamani kwa siku ya leo, ndo hicho kilichotokea na kimeendelea. Tusubiri sasa kuona ni nini ambacho kitaamuliwa na mahakama juu ya notice hiyo ambayo imeletwa na wakili wa jamhuri juu ya shahidi huyo ACP kwa ajili ya kutoa ushahidi juu ya yale ambayo yalitokea Oktoba 29, ambapo ilikuwa ni kabla na baada ya uchaguzi. So tusubiri tuone ni kipi ambacho kitaenda kutokea siku ya kesho.